Peoples. Mbele yenu ni wenyeviti wa mikoa Chadema Tanzania. Naitwa Roda Kunchela, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Katavi. Ikumbukwe jana tulikuwa na kikao hapa wenyeviti wa mikoa Chadema Tanzania, na tulimwalika mgeni rasmi Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Wegesa Heche ili aweze kutusikiliza namna ambavyo tunafikisha mambo mbalimbali ya hali ya kisiasa kutoka katika mikoa yetu, lakini changamoto mbalimbali tunazozipitia sisi na wananchi wetu. Na malengo ya kikao ambacho tulikutana jana wenyeviti wa mikoa Chadema ilikuwa ni kufanya tafiti mbalimbali, kupeleka taarifa kwenye chama kifanyie kazi na tayari taarifa hiyo tumeshaipeleka kwenye chama, tulimpatia Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wetu, lakini pia tukaona baadhi ya mambo tuweze kuyafikisha leo kwenu wananchi, kwa sababu sisi wenyeviti wa mikoa ndio walinzi na walezi wa chama kwenye mikoa yetu. Kwa hiyo kusemea mambo ya wananchi, kuendelea kukemea mambo mbalimbali yanayogusa wananchi moja kwa moja ni wajibu wetu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Pamoja na kikao ambacho tulikaa jana na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Heche, tunatoa msimamo wetu kama wenyeviti wa mikoa Chadema. Ikumbuko kuna maazimio mbalimbali ambayo yametolewa na chama chetu chini ya kamati kuu, ikiwa kuendelea kufanya operation ya katiba mpya, lakini pia free Tundu Lissu. Maazimio yote tunayaunga mkono ambayo yamepitishwa na chama chetu, na sisi kama wenyeviti wa mikoa tutaendelea kuyasimamia mpaka kwenye ngazi za matawi, misingi na kata, ili tuweze kuyafikisha kwa wananchi waelewe misimamo na maazimio ya Chadema katika taifa lao. Kwa hiyo niseme kwa utambulisho kwa kifupi baadhi ya wenyeviti hapa. Mtaona kuna wenyeviti wachache, lakini tulikuwa wenyeviti wengi. Kumbuka hapa tuna zaidi ya siku 3 tukiwa hapa. Kwa hiyo hapa kuna baadhi ya majina ya wenyeviti ambao walikuwepo na wengine tayari wameshaondoka. Kwa hiyo nitaanza kwa kutaja wenyeviti walioshiriki kikao chetu tangu tulipokuwa hapa Dodoma. Mheshimiwa Amos John Maziku, mwenyekiti mkoa wa Ubungo, alikuwepo. Mheshimiwa Bumija Moses Sekondo, mwenyekiti mkoa wa Pwani, lakini pia alikuwepo Omari Shabani Omari, mwenyekiti wa mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Daniel Sotoka, mwenyekiti mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Sina Manzi, mwenyekiti mkoa wa Temeke. Mheshimiwa Omari Athmani Toto, mwenyekiti wa mkoa wa Singida. Mheshimiwa Manyanya, mwenyekiti mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Chacha Heche, mwenyekiti wa mkoa wa Mara. Mheshimiwa Gratian Mukoba, mwenyekiti mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Chagulani Adam Ibrahim, mheshimiwa mwenyekiti mkoa wa Mwanza, na mimi pia Roda Kunchela, mwenyekiti mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Charles Kasandoko, mkoa wa Geita. Mheshimiwa Jackson Malisa, mwenyekiti mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa William J. Mungai, mwenyekiti mkoa wa Iringa. Lakini pia na mimi niseme changamoto za maliasili TANAPA kwenye mikoa mbalimbali ambayo inapakana na hifadhi, ikiwepo hili zoezi ni la nchi nzima. Mkoa wa Katavi, ukienda Morogoro, mikoa yote ambayo watu wanalima, ukienda Rukwa, ukienda Songwe na maeneo mbalimbali ambayo yanapakana na hifadhi, Ngorongoro, Arusha na mambo na maeneo mengine. Kuna operation ambayo inaendelea mpaka hivi tunavyoongea. Mpaka jana nimetoka kupigiwa simu na wananchi wa jimbo la Tanganyika, mkoa wa Katavi, kata ya Katuma. Sasa kuna vijiji kule, kuna operation inaendelea, wananchi wanapigwa, na mimi kwa sababu ni mwanamke lazima pia nisemee wanawake. Hawa askari wasio waaminifu ambao wameendelea kufanya operation hii ya kwenda kugonga milango kwenye nyumba za kina mama na kuwatoa usiku wa manane, wamekuwa wanafanya vitendo viovu. Sasa hii sio operation, haya tena ni mateso, kwa sababu wamekuwa wanalazimisha kwa nguvu kuwaondoa wananchi kwenye maeneo haya, na serikali, mara nyingi serikali ndio imekuwa sababu ya kuwapeleka wananchi kwenye hayo maeneo, na wamekuwa wanawatoza faini mbalimbali.
Sasa wakipata mwekezaji ndio imekuwa unatumia sasa gia ya kwenda kuwaondoa. Lakini wananchi wengi ukiwahoji kwenye maeneo case study uwe mkoa wangu wa Katavi. Ukienda jimbo la Katavi kata ya Ilunde, ukienda jimbo la Nsimbo, Stalike, Katumba na maeneo mengine, ukienda jimbo la Kavuu, Usevya, Kibaoni, Mamba, kote kule wananchi wanaondolewa. Lakini pia ukienda jimbo la Tanganyika ambalo ndio sasa ndio jimbo mama, Luhafwe huko, ukienda Liamgoroka, ukienda Kapala Msenga, ukienda Isengule, ukienda Ikola, huko kote wananchi wetu wanaondolewa kwa kupigwa. Lakini zaidi ni vitendo vinavyofanywa na baadhi ya askari wanyamapori kutumia nguvu kuondoa wakina mama na kuwafunguza usiku wa manane watoke. Na kitendo kibaya kinachofanyika zaidi ni kutumia sasa hiyo nguvu kuwa kukamata wanaume. Wakina baba sasa hivi wamekuwa wanaondolewa, wakiona hiyo operation ya hawa askari wanaondoka, wanakimbia miji yao, wanatelekeza kina mama na watoto, kwa sababu akikamatwa kwa sababu analazimishwa kuondolewa kwenye hilo eneo. Akikamatwa anapelekwa kituo cha polisi, anabambikiziwa kesi. Wako wengi tu ambao tumewasaidia chini ya mawakili wetu wa chama, wengi tumewasaidia wakina baba wanakamatwa, wanabambikiwa kesi za uongo, na ushahidi tunao na malalamiko ya wanawake kwa video za sauti na video ambazo wao wenyewe wametutumia kwenye maeneo ambayo operation hii inaendelea. Muache hii tabia, ni mbaya kwa sababu inaumiza wananchi. Na mimi niseme, kwa sababu kuna maumivu makubwa ya wananchi kuendelea kuumizwa, lakini mkoa wa Katavi kila mwezi wananchi wanapigwa risasi kwenye maeneo yao ya hifadhi. Sasa serikali tunalaani kupitia mkutano huu au kikao hiki cha wenye viti, tunalaani kitendo hiki, na hiki kitendo kikome. Muache kuumiza wananchi, hawa ndio walipa kodi. Tunaomba Watanzania muendelee kutuunga mkono, kwa sababu operation hii, katiba mpya na Free Tundu Lissu, tunataka katiba mpya ili tuondoe viongozi hawa wasio waaminifu ambao wanatuumiza. Kwa ni jukumu la kila Mtanzania, kwa sababu haya maumivu sio ya Chadema peke yake. Utekaji, maumivu, kuuana, migogoro ya ardhi. Kwa hiyo mambo haya hayakubaliki. Niombe Watanzania muendelee kutuchangia chama chetu, tuendelee kupambania katiba mpya, tuondoe hawa wakuu wa mikoa. Katiba yetu inawapa mamlaka makubwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, polisi, ma-RPC, ma-RCO kufanya baadhi ya vitendo ambavyo sio vizuri kwenye taifa letu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba niombe tone muendelee kutuchangia, lakini pia tunapofika kwenye vikao mbalimbali kufanya mikutano ya hadhara, tunajua mmetuchangia kwa kiasi kikubwa, lakini tunahitaji zoezi hili la ukombozi kwenye taifa letu liwe ni zoezi endelevu. Tunawashukuru kwa michango yenu, lakini msichoke kutuchangia ili tuweze kufanikisha baraza kuu, lakini pia kufanikisha shughuli mbalimbali za chama chetu. Asanteni sana. Kwa hiyo sasa nimkaribishe msemaji wetu wa leo, Mheshimiwa William Mungai, ili aweze kufikisha maazimio yetu kwa Watanzania. Karibu sana mwenyekiti. Tamko la wenyeviti wa mikoa wa Chadema kuhusu hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi na hali ya kijamii nchini. Tamko hii tunalitoa tarehe 14 Agosti 2026 na ni mwendelezo. Jana tulikuwa na makamu mwenyekiti akatukumbusha maagizo aliyopewa na mwenyekiti wa chama taifa aliye gerezani kupeleka moto, na makamu mwenyekiti akatuagiza wenyeviti tupeleke moto. Kwa hiyo ni sehemu ya wajibu wetu katika utumishi wetu kwenye chama, ni sehemu ya wajibu wetu katika kuendelea kuifanya serikali iwajibike kwa Watanzania. Sisi ni chama cha siasa na wenyeviti wa mkoa wa Chadema tumekutana hapa Dodoma kutafakari kwa kina hali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii nchini. Tunaleta huu ujumbe kwa masikitiko makubwa, lakini pia kushinikiza serikali na kueleza misimamo yetu thabiti kuhusu masuala mbalimbali yanayokabili wananchi kama ifuatavyo. Viongozi wetu wa chama kitaifa wanayao huwa wanaongea, lakini na sisi tutaongea mengi yaliyojikita katika hali ya Watanzania katika mikoa tunayoiongoza. Ya kwanza kabisa tunapenda kuongea kuhusu haki za kidemokrasia na utawala wa kisheria. Tunaunga mkono kama wenyeviti wa mikoa Chadema Tanzania nzima
maazimio yote ya kamati kuu ya Chadema, na sisi leo tunatamka tena, tunadai kuachiwa huru bila masharti kwa Tundu Lissu na wafungwa wote wa kisiasa. Yeye sio muhaini. Tunalaani matumizi ya mfumo wa kisheria kubambikiza viongozi kesi za uongo. Tunasisitiza hitaji la dharura la katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Tunatoa wito wa uchunguzi wa kimataifa na uwajibikaji kwa mauaji ya Oktoba 29. Kwa hiyo naomba Watanzania na wanachama wanaotusikiliza muwe na amani, muwe na imani na chama chenu. Safu nzima ya wenyeviti wa mikoa tuko pamoja na kamati kuu yetu katika kuunga mkono jinsi ambavyo chama chetu kinaongozwa. Hakuna mgawanyiko, hakuna mparanganyiko. Yale mlioyasikia kwa kamati kuu ndio hayo ambayo wenyeviti wa mikoa tunayasimamia. Ya pili, kesi za ugaidi na unyanyasaji wa kisheria kwa viongozi na wanachama. Tunalaani vitendo vikali vya serikali na vyombo vya dola kuendelea ikiwemo kesi za ugaidi viongozi na wanachama wetu ili kuwakandamiza kisiasa. Sio uongo, Chadema ndio ambao tuna bear the brunt, ndio ambao tuna tulikoshika wanasema nini, ndio tunaokatwa zaidi katika taifa hili. Kwa sasa tunavyoongea nanyi, kuna kesi zaidi ya 65 viongozi wetu, wanachama wetu wa Chadema zaidi ya 65 wapo katika mahabusu mbalimbali, magereza mbalimbali wakishtakiwa kwa kesi za uongo kabisa za uhaini. Tunataka waachiwe huru na kesi hizo zifutwe mara moja. Tunatoa mfano Jackson Mnyawami, katibu wa Chadema kanda ya Serengeti, mmoja wa viongozi wetu wa juu kabisa. Kanda zetu zimekaimishiwa mamlaka na kamati kuu. Kwa hiyo ukiona mfumo wa chama kitaifa ngazi ya kanda kina Jackson Mnyawami na wenyeviti wa kanda ndio wanaosimamia. Ni kiongozi mkubwa katika chama chetu. Na mimi kidogo inaniuma zaidi kwa sababu ingawa ni katibu wa Chadema kanda ya Serengeti, pia ni mtu wa Iringa. Ni mzawa wa Iringa, alikuwa katibu wa mkoa wa Iringa, katibu wangu kabla hajaenda Serengeti. Kwa hiyo inatuuma maradufu kuona viongozi, mtu kama Jackson hata kuumiza nzi hawezi, wala hataki, wala hana, sio mtu wa vurugu. Kwa hiyo tunatoa rai pamoja na wengi. Neema Chozaile, mwenyekiti wa Chadema Geita mjini, mwanamke alikaa siku 20 bila hata mashtaka, ana watoto wadogo, mtoto wake mmoja na miaka 3 anategemewa, yuko gerezani, ameshtakiwa sasa kwa kesi ya ugaidi. Na wengi Mwanza, kina Fatson Mpango, Abel Mesa, kina Bernardo, kina Mohamed Tosha, Filipo Katemi na wengine wengi ambao wanakabiliwa na dhuluma ya kubambikiwa kesi. Tunashangaa kwamba rais aliyesema hapendi watu kubambikiwa kesi, bado watu wanabambikiwa kesi. Hii haikubaliki. Mkoa wa Iringa tuna watu 5 wako ndani wamebambikiwa kesi. Wanachama 4 kutoka mji wa Mafinga na kutokea mimi, Akudi Akunai na wenzake 3 wapo katika gereza za Iringa. Kijana ambaye anahangaika na maisha yake, ana familia inayomtegemea, ana watoto wadogo, alikuwa anajaribu kujiendeleza kwa kuwa na online media zake kama kijana. Amekamatwa yeye na kijana wake anayefanya naye kazi wa miaka 19, wameshtakiwa kwa kesi ya ugaidi kwa sababu wamekutwa na kamera za online TV. Mwenyekiti wa Chaso Iringa yuko ndani naye, wa mkoa. Yeye ni asili yake ni Mwanza lakini amekamatwa Iringa. Na mifano mingi katika mikoa mingi. Wenyeviti wametoa mifano mingi jana na hatuwezi kuwataja wote, lakini tunaomba tuwatie moyo pia, wakipata taarifa kupitia marafiki, kupitia wanachama, viongozi wanaowatembelea, kwamba hawajasahaulika huko kwenye magereza. Wenyeviti wa mikoa, chama tutaendelea kuwapigania mpaka wawe huru. Matukio ya utoroshaji, kupotea na mauaji ya wananchi. Hoja yetu ya 3 tuliyotaka kuwafikishia leo. Tunalaani vikali wimbi la matukio ya watu kupotea, mazingira ya kutatanisha, kutekwa na kuuawa yanayoendelewa katika nchi yetu. Haya ni zaidi ya raia, wanaharakati. Tunaitaka serikali na vyombo vya dola na ulinzi na usalama kuwajibika kikamilifu, kutoa majibu ya wazi
Sisi hatujaja kulalamika, tunataka vyombo vya dola, ulinzi na usalama kwa kila mtu aliyepotea, kwa kila mtu ambaye amelalamika kuteswa. Basi tunahitaji majibu ya wazi, haswa Watanzania waliopotea, ili kukomesha vitendo hivi vya kikatili vinaotishia usalama wa maisha ya wananchi wa Tanzania. La nne, mchakato wa maridhiano na msuluhishi wa kimataifa. Ili niseme tu kwa ufupi kwamba tunaunga mkono kauli ya kamati kuu, na sisi tumelijadili hili jana. Hakuna mtu ambaye ana imani kwamba watu waingie kwenye usuluhishi wowote wa matatizo ya Tanzania, akiwepo upande ambao waliosababisha matatizo ndio wanaoongoza huu utaratibu. Tufuate mfano wa Kenya, tufuate mfano yaliyoendelea Pemba, tufuate mfano wa South Africa na nchi nyingi ambazo zilikumbwa na matatizo ambapo matumizi ya dola dhidi ya wananchi wake yalisababisha mauaji na matatizo mengi. Sisi sio kisiwa, tusijifanye wajuaji. CCM acha ujuaji, kuna njia ya kusuluhisha migogoro. Tufuate utaratibu unaofahamika na ambao wananchi wataridhia na wataona ni wa huru na utasababisha mabadiliko ya kweli tunayotamania katika nchi yetu. Naomba niendelee kwa kusema kwamba sisi tumesafiri kuja hapa. Hoja nyingine ambayo tumependa kuwafikishia Watanzania, hoja namba 5, ni usumbufu mkubwa tuliokutana nao mabarabarani. Na hizi ni kero ambazo pia wananchi wetu wametuambia tuziongelee. Ukiangalia vizuizi, barriers, zimekuwa kero kubwa sana, vinasababisha usumbufu kubwa. Maeneo barabara ya Mwanza, viongozi wetu waliosafiri huko wanatueleza matatizo makubwa, Sirari, Musoma na kiufupi maeneo mengi nchini. Tunataka hivi vizuizi vipungue. Kama nchi hii ni salama kama tunavyoaminishwa, vizuizi kila kilomita kadhaa vya nini? Tuviondoe, turahisishe biashara, turahisishe Watanzania kuweza kusafiri katika nchi yao. La 6, kamata ya kiolela vijiweni. Hii ni shida kubwa sana katika Mwanza, mji wa Mwanza, maeneo ya Mwanza, mkoani Mwanza kiujumla, lakini hii imetukumba. Vijana waliopo vijiweni na mtaani hawana kosa, hawajatenda kosa, lakini sasa hii kamata imekuwa ni mradi. Wanakamata watu, wanawapeleka ndani ili familia ziende kuwatoa. Tunasisitiza kama wenye viti wa Chadema wenye wajibu wa kuongelea wananchi wa Tanzania, wamechoka hii kamata kwenye vijiwe na mitaani. Serikali isitishe mara moja. Namba 7, kwenye miundombinu bado kuna kero sugu ya barabara moja ambayo imesumbua kwa miaka mingi, barabara ya Tarime, Nyamwaga, Mtomara, Serengeti. Na kiujumla, habari ya miundombinu Tanzania nzima, tunaendelea kuwajibisha serikali. Msijifanye kwa sababu eti nchi ina mkwamo wa kisiasa mambo mengine yanaisha tu kiwewe. Hapana, wajibu wa serikali ni kuleta miundombinu, kuleta maendeleo. Kuna toka mwaka 2021 wananchi walibomolewa nyumba zao barabara ya Tarime, Nyamwaga, Mtomara, Serengeti, walivunjiwa majengo. Mpaka leo wazee wengi walipoteza maisha wazee wengi wameathirika kisaikolojia na kiuchumi, na kuna watu walipoteza maisha kwa mshtuko. Huo ni mfano mmoja tu wa kero sugu. Barabara toka 2021 hawajaijenga, hawajaimaliza, lakini mateso wameshatoa. Tunalaani hali mbaya na ya kikatili inayoendelea katika maisha ya Tanzania kwa miundombinu mbaya, mashimo makubwa barabarani na hatarishi. Hii imekuwa ni janga kwa nchi yetu. Ndio maana wenye viti wa mikoa tumeona tuliibue swala la barabara na tutoe mifano. Barabara yote eneo la Serengeti Road hadi Mogabiri takriban kilomita 8, adhabu tosha kabisa kwa wakazi na wapitaji wa njia hiyo. Magari madogo hayawezi hata kupita. Huo ni mfano. Tunazidi kusisitiza kwamba miundombinu ndio inaweza zikachocheza shughuli za kiuchumi, biashara, na serikali nayo ambayo haiwajibiki, ambayo imeacha kutengeneza barabara zake au inasuasua, hailipi wakandarasi. Wakandarasi wanalalamika kila mwaka. Wakandarasi wa China wana muda rahisi zaidi nchini kwetu, kwa sababu mara nyingi wanalipwa na mikopo inayotoka huko China kwao. Wakandarasi wa Tanzania ndio wanaoteseka. Sasa wakandarasi wanateseka, tunakatwa kodi mbalimbali ili barabara zijengwe, lakini bado tunaambulia sifuri.
Ndugu zangu wa Tanzania, jana pia tulichakata katika hili swala la miundombinu, sekta nzima ya usafirishaji tuliingia deep sana. Moja ya kitu hatimaye tumekuja kuwaeleza ni kulaani vikali hii kulazimisha madereva walioendesha magari miaka 10, miaka 20, mimi nimeendesha miaka 30 kurudi darasani ili kupata leseni. Yaani mtu una renew leseni yako mara ya 5, mara ya 10, alafu unaambiwa ghafla urudi darasani ukasome. Hii miradi kwa sababu ni miradi tu. Miradi ya kulazimisha wananchi kutoa pesa ili watu wachache wanufaike, tunalaani vikali. Huu mradi usitishwe. Watu ambao wana uzoefu, viwepo vigezo. Kama mtu amewahi kurenew leseni yake mara 2, tuelewe kwamba traffic hawakukosea mara ya kwanza, huyu mtu anaweza kuendesha leseni yake iwe renewed bila changamoto yoyote. Na hii inanikumbusha pia ule Rais Magufuli aliwahi kusema siku moja kwamba ni sawa Watanzania kutoa rushwa kwa matrafiki. Tulilaani sana watu wengi, hasa ambao ni wachumi, watu ambao tunajali maadili, walisema kwamba ni sawa kutoa rushwa eti ili wapate hela ya kiwi. Sisi tunasema serikali inayojali watumishi wake wa umma iwalipe vizuri. Kutakuwa hakuna shida ya kulazimisha wananchi maskini wafanye kile kitu cha kuwapa maisha watumishi wa umma ambacho ilibidi serikali yao ifanye kupitia kodi zetu. La 9, kama tulivyosema, tunaongelea kero mbalimbali zinazotukumba katika mikoa yetu. Kilimo cha tumbaku na unyonyaji wa ushuru kwa wakulima ni changamoto kubwa sana. Kule Serengeti tunalaani mateso makubwa wanayopitia wakulima wa tumbaku wilayani Serengeti. Wananyimwa mikataba ya kisheria kwa watoa ruzuku kwa mikopo, wanauziwa mbolea kwa bei ya juu ya 180,000 hadi 190,000 ambayo ni tofauti na bei ya ruzuku. Wakati huo yote yanatokea hiyo, tumeshuhudia anguko la bei ya soko kutoka shilingi 8,000 hadi shilingi 800. Bei ya soko imepungua kwa zaidi ya 90%. Tena mwananchi ambaye hutaki kuendana na programu hizi za kinyonyaji wanakamatwa, wanapelekwa mahakamani kama wahalifu na wanalipizwa faini kubwa. Kuna janga linaendelea katika kilimo cha tumbaku, tumewajibika kuwasemea wakulima. Unyonyaji wa ushuru wa mazao, hii tunaiona Iringa, mkoa ambao mimi nawakilisha hapa, Songwe, Mbeya, Rukwa, Katavi, Tabora, Mlimba, Kilombero na kadhalika, kinyume na sheria iliyopitishwa bungeni kwamba mkulima atozwe ushuru anapokuwa angalau anasafirisha tani 1 ya mazao kutoka mkoa mmoja hadi mwingine na kadhalika. Wao wanaoshikilia haya magati, wanaotoa ushuru, hata wakulima wadogo wanaosafirisha debe 1, gunia 1, nao wanatozwa ushuru. Wenye viti wa mikoa tunatoa rai, hawa wanaokaa kwenye haya mageti wafuate sheria, watoze mizigo mikubwa, na wasimamizi wa hawa watu nao tunawawajibisha, ambao ni serikali, waache kunyonya Watanzania. 10, rasilimali za madini na upendeleo kwa wawekezaji dhidi ya wazawa. Hii ni wazi, hatupingi kama chama cha siasa uwekezaji halali, uwekezaji unaonufaisha Watanzania. Sisi tunaamini katika soko shirikishaji. Tunaamini kwamba kama nchi inaendelea basi na wananchi waendelee. Hii ni tofauti na tunachoshuhudia katika madini. Sekta ya madini, waziri wa madini, katibu mkuu wamelala au labda wanawezesha haya mambo, ambapo tumeshuhudia wazawa wakigundua madini wakiwa wanajichimbia madini yao, badala ya kuwezeshwa, badala ya kufundishwa jinsi ya kuingia mikataba labda yenye manufaa kwao, badala ya kufundishwa jinsi ya kwenda kwenye mataasisi ya benki na mengineo, badala yake tunashuhudia watu wageni, tena matumizi ya ubavu kuwasogeza wazawa. Hili tunalilani vikali. Na 11, ardhi, hifadhi, migogoro ya wafugaji na mradi wa uwanja wa ndege Serengeti. Hii uwanja wa ndege naomba tuongelee kwa kipekee. Huu umezua sintofahamu kubwa. Wamechukua maeneo makubwa, mradi wa uwanja wa ndege wa Serengeti, kata ya uwanja wa ndege Morotonga hadi Manchira, na wanawalipa fidia duni kabisa wananchi, eti shilingi 2,000 kwa square mita.
Unaenda kuweka uwanja wa kimataifa, alafu wananchi wako ambao unawabomolea nyumba zao na unawasogeza kwa nguvu, unawapa shilingi 2,000 kwa square mita, kwa mita ya mraba. Hii inasababisha matatizo mengi sana. Unyanyasaji hifadhini. Tunalaani mauaji, mateso na operations za kikatili kwa kutumia silaha zinazofanywa na askari wa hifadhi dhidi ya wananchi na wafugaji katika mikoa ya Katavi. Katavi imekumbwa na shida kubwa, kata ya Stesheni, Luhafwe, Katuma, Ilunde, Usevya, Kasokola, zote zimekumbwa na hii kadhia. Mkoa wa Tabora, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Morogoro, kote huku kuna matumizi mabaya, kuna wananchi wanauawa, kuna watu wanasogezwa kwa nguvu katika maeneo ambayo wamekuwa wakiyatumia kwa miaka mingi. Tunalaani vitendo vya ng'ombe kupigwa risasi, kuleta umaskini kwa Watanzania, na wafugaji kutozwa faini kiolela kutokana na serikali kushindwa katika taifa lenye mita ya miraba, ambapo ukiunganisha Kenya, Uganda, Rwanda, wapi pale Burundi, hawafikii hata Tanzania. Sisi tunashindwa kupanga wafugaji wafuge salama, wakulima walime salama. Ni aibu kwa taifa hii, na Chadema tukichukua hii nchi, tatizo la miaka zaidi ya 30 tunaenda kulitatua, la wakulima na wafugaji, kwa sababu vipaumbele vyetu sisi ni wananchi kwanza, sio watu wa nje kwanza, wananchi kwanza. Mwisho, namba 12, hitimisho na wito wetu kwa Watanzania. Tunatoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania, msituache peke yetu. Chadema mmetuunga mkono sana katika harakati. Tunaenda kufanya baraza kuu kubwa Chadema, haswa kwa sababu mnatuwezesha, lakini tuendelee kupigania nchi hii. Nchi hii ni yetu sote. Sisi inawezekana ni vanguard, tuko mbele, ni wazalendo, tunajitolea, lakini hatuwezi kufanya haya kwa peke yetu, tunawahitaji. Tunatoa wito nchi nzima tuendelee kudai katiba mpya, na nchi nzima tuhakikishe Tundu Lissu anakuwa huru, kwani yeye sio muhaini. Tunatoa rai kwa jumuiya za kimataifa, wadau wote wa haki za kibinadamu kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa nchini na kuingilia kati dhuluma, utekaji na unyanyasaji unaoendelea dhidi ya wanasiasa, wakulima, wafugaji na wananchi kwa ujumla. Tunasisitiza kuwa serikali lazima iheshimu utu, iheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria, na kusitisha mara moja dhuluma zote.